kusema kwamba, na nishawahi kulisema ili si mara moja si mara mbili, kwamba tume tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuelezea zile shughuli zote ambazo tunazifanya, yaani hatufanyi vitu gizani. Kwa hiyo kwa mujibu wa mpango kazi wetu, lolote ambalo tumelipanga kulifanya, tukilifanya tunatoa taarifa, na ndio maana hata taarifa hii ambayo tumeitoa ni mambo ambayo zamani watu walikuwa wanalalamika kwamba tume inakaa inafanya shughuli zake lakini haitoi taarifa, wadau wanakuwa hawajui nini ambacho kinaendelea. Sisi tumeamua kubadilisha hiyo, ndio maana wakati wote tunatoa taarifa ya kazi zetu ambazo tunazifanya ili jamii na wadau wote wanajua. Sasa lingine kubwa ni kwamba tume sisi tunafanya kazi kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi namba 4 2018. Tunafanya kazi kwa mujibu wa kanuni tofauti ambazo zipo za uchaguzi pamoja na miongozo ambayo inatolewa mara kwa mara na tume. Kwa hiyo haifanyi kazi kiholela. Lolote ambalo linafanyika na tume linafanywa kwa mujibu wa sheria hizo ambazo nimezitaja. Sasa kwa kuzingatia hayo, lakini ukizingatia vile vile nchi yetu inafuata utawala wa sheria, rule of law. Utawala wa sheria maana yake ni kwamba kila kitu kifanyike kwa mujibu wa sheria. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, ikiwemo tume. Tume haiko juu ya sheria. Sasa tukija katika issue hii mahususi ni kwamba sheria ukiangalia kifungu cha 98 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya uchaguzi, sijui kama kopi mnayo au la. Ukiangalia katika kifungu hiki kinazungumzia masuala ya nyaraka. Kifungu chote cha 98 kinazungumzia nyaraka baada ya kufanya uchaguzi, jinsi gani ya kuweza kuhifadhiwa. Lakini kifungu kidogo cha 3 inasema kwamba tume itasababisha nyaraka zote zinazohusiana na kifungu hiki kuharibiwa baada ya kumalizika muda wa siku 90 tokea siku ya uchaguzi, isipokuwa kama itakavyoelekezwa vinginevyo kupitia amri ya Mahakama Kuu kutokana na kesi inayohusiana na uchaguzi. Hicho ndio kifungu jinsi kilivyo. Kwa hiyo ukikiangalia kifungu hiki ni kwamba nyaraka zile zote ambazo zinahusiana na uchaguzi zinatakiwa zihifadhiwe na tume kwa kipindi cha siku 90. Lakini ikivuka siku 90 baada ya uchaguzi, kinalazimisha, kimeweka maneno ya kulazimisha kwamba nyaraka zile lazima ziteketezwe. Hautafanya hivyo kama ndani ya kipindi hicho cha siku 90 imekuja amri ya mahakama, labda zuio, kuzuia amri ya nyaraka zile zisije zikateketezwa. Uchaguzi tumefanya tarehe 29. Siku 90 imeangukia tarehe 29 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo kwa sisi kwa kufata matakwa ya sheria, tarehe 2 mwezi huu wa pili tumekaa kikao cha tume kwa ajili ya kuangalia matakwa ya sheria, lakini kuangalia vile vile kama kuna zuio lolote ambalo litasababisha kwamba tusitekeleze matakwa hayo ya sheria. Na sisi tunao wana sheria hapa ambao wote walituhakikishia kwamba hakuna zuio lolote ambalo limekuja la mahakama, licha kwamba zimefunguliwa kesi za uchaguzi, lakini hakuna zuio lolote ambalo limeletwa la kuzuia utekelezaji wa kifungu cha 98 kifungu kidogo cha 3. Na vile vile niliwataka wafuatilie kama kuna maombi yoyote ambayo japo yapo, at least tujue tu kama kuna ombi japo la zuio lilipelekwa. Hata ombi la zuio, hakuna ombi lolote ambalo limepelekwa la zuio. Kwa hiyo tume, kwa sababu inalazimishwa na kifungu hicho cha sheria, kwa kuwa hakuna zuio lolote, ikaamuru kwamba nyaraka zile ziweze kuteketezwa kwa mujibu wa utaratibu ambao sasa tutauweka jinsi gani kutekeleza. Kwa hiyo huo ndo msingi mzima. Sasa ukija katika hayo malalamiko ambayo Jussa amejaribu kuyaeleza na tuhuma hizo, ni mambo ya wanasiasa ambao wakati wote wanatafuta sehemu ya au mtu wa kumlaumu. Wao wana sheria, wana sheria ambao wanajua nini ambacho kinatakiwa, wanajua nini sheria inasema. Kawaida, mfano kesi nyingi nyinyi mnazishuhudia, mtu anaweza akawa na nyumba yake inataka kuvunjwa au kubomolewa na mtu yote, au inataka kuuzwa. Mtu yule anaweza akaenda mahakamani kwenda kufungua kesi kutaka nyumba ile labda isiuzwe au isibomolewe. Na anapoenda kufungua ile kesi anaambatanisha na ombi la zuio. Mahakama inachofanya cha mwanzo
ni kusikiliza ombi lile la zuio, na unaweza kaomba zuio lile la upande mmoja ili mahakama itoe oda ya muda, amri ya muda kuzuia kubomolewa kwa nyumba ile. Alafu baadaye itasikiliza ombi pande zote mbili kutoa zuio lingine la mpaka kesi ishe. Wao walichotakiwa kufanya kama walikuwa na nia hiyo, walipopeleka mashauri yao walitakiwa waweke na ombi la zuio ambao mahakama ingeanza kusikiliza ombi lile la zuio. Hawajafanya hivyo. Hawataka kumlaumu nani? Kosa lao wenyewe. Kama walikuwa na nia hiyo. Maana inawezekana vingine wanafanya kusudi ili wapate nafasi ya kusema sheria inapotekelezwa. Sijui naeleweka. Kwa hiyo hawajapeleka, wamepeleka maombi yao, mashauri yao ya uchaguzi. Ofisi ya mwanasheria mkuu wamepeleka majibu, wameweka na pingamizi. Kwa kuwa mahakama haina ombi lolote la zuio nini, wameanza kusikiliza pingamizi. Wanadai kwamba wamepeleka ombi la kukagua, na nimefuatilia, nimepata at least copy. Nikadhani labda katika hilo ombi la kukagua hizo nyaraka limeambatana na ombi la zuio, na in fact walitakiwa peleke ombi la zuio. Walichoenda kuomba, wameomba kupata fursa ya kukagua nyaraka, kujiridhisha uwepo wa nakala halisi, na jingine wameomba kupatiwa nakala halisi. Ni ombi ambalo wamepeleka, lakini lile ombi haliwezi kufanya mahakama itoe zuio la tume kuziharibu hata kama ikisikiliza ile ombi, kwa sababu hawajaomba zuio. Sasa ni swala ambalo la kisheria, wao nao wana sheria, wanajua tume hamna kosa lolote ambalo limefanya. Tume isingetekeleza matakwa ya sheria ingekuwa imefanya kosa. Isingetekeleza sheria inavyosema inakuwa ni kosa, kwa sababu sheria inalazimisha lazima iweze kuteketezwa. Na hii kusema kwamba